Ni katika kanisa la KKT Msasani jijini Dar es Salaam ambapo umeagwa mwili wa Injinia Humphrey Shaw aliyefariki dunia kwa ajali ya barabarani iliyotokea Februari 7 ya mwaka huu 2026 mkoani Lindi. Vilio, majonzi na simanzi vikiwa vimetawala kanisani hapo, ndugu, jamaa na marafiki wamemwelezea Shaw ambaye amehusika kuchora ramani katika barabara ya kisasa kuanzia Kimara hadi mkoa wa Pwani. Mwili wa Shaw umepumzishwa katika makaburi ya Kondo, Ununio jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Mika Ndaba. Tangu utoto wake, Humphrey alikuwa na karama au kipaji cha uhandisi. Alianza pale tulipokuwa naishi Moroko. Alikuwa ndiye fundi wa hizi toys, hivi gari vya kusukuma, watoto wadogo wanavyoenda magari. Yeye ndiye anamletea, anatengeneza. Kwa hiyo kile pale Moroko pale kwenye jenga kituo pale kulikuwa na workshop yake. Kwa hiyo amekuwa na hiyo tabia ya uhandisi na amefuata mpaka chuo kikuu mpaka alipo qualify. Ni hasara kubwa au ni pigo kwa serikali na kwa nchi. Maana yeye alikuwa na kipawa tofauti kabisa. Humphrey alikuwa hakubali kushindwa. Ameacha alama kubwa. Barabara hizi ambazo zinaangalia kwenye mitandao haifutiki. Humphrey ndiye alikuwa wa kwanza kuchora mfumo wa BRT, yani mabasi ya mwendo kasi. Yeye ndiye alikwenda Brazil akasoma huko, akaja, kwa hiyo amechora. Kwa kila wakati wanamtafuta. Injinia Humphrey alikuwa mmoja kati ya wasanifu wa miradi ile. Kwa taaluma yake aliyokuwa nayo kama structural engineer, ametusaidia sana kwenye usanifu wa miradi mingi, karibia yote. Tulianza na BRT1 miaka ya nyuma sana, hii inayotokea katikati ya mji kwenda Kimara, lakini baadaye tukaja BRT2 ambayo inatokea Mbagara, lakini baadaye tulikuja BRT3 ambayo inatokea Gongo la Mboto, na sasa tulikuwa na BRT4 ambaye naye alikuwa kwenye timu ya usimamizi lakini pia kama injinia wa usanifu wa miradi hii. Shaw tumekuwa naye katika miradi kadhaa ambayo ilikuwa inasimamiwa na TANROADS na miradi mingine ambayo ilikuwa isimamiwa na TANROADS. Katika ile mikubwa ambayo tulikuwa tunasimamiwa na TANROADS, kulikuwa na barabara ya Ring Road ile inayotoka Kinyerezi kwenda mpaka Mbezi mwisho pale. Halafu amehusika na yeye, tumehusika naye kama designer wetu kwenye mradi wa Kimara kwenda Kibaha njia 8, ikiwemo pamoja na michoro yote ile ambayo ina flyovers, overpass, geometric yote ambayo imefanyika kwenye ule mradi Kimara kwenda Kibaha. Tulikuwa naye na yeye alikuwa na input kubwa, akiwa anashirikiana na Interconsult na yeye kama Safi akiwa kama ndio main katika geometric design. Baada ya pale tulienda tukafanya mradi wa Vigwaza pamoja kwenda kwenye bandari kavu. Katika bandari kavu ile naye alihusika ile kwa 100% kama Safi akiwa kama designer wetu ambaye tumemwamini sisi kama Estim. Tukafanya naye kazi ile roundabout iliyo karibu na Mzani pale, na parking ambayo iko kule mwisho kabisa, na madaraja aliyoko kule, mabox culvert yote amehusika katika kuchora kama designer. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajituma katika kazi yake, wala alikuwa hachukii kukosolewa. Kwa majina naitwa Mhandisi Dominica Crispin Shaw, ni among of wafanyakazi wa Engineer Humphrey Shaw. Namshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya bosi wetu. Amekuwa ni bosi mzuri, kiongozi mzuri ambaye amekuwa akifanya na sisi kazi ofisini kama teamwork, na ametujengea confidence kubwa kiasi kwamba tunamshukuru Mungu kwamba baada ya maziko haya tunaahidi kuiendeleza kampuni na kuhakikisha miradi ambayo imebaki tutaimalizia kwa kiwango kile ambacho tulikuwa tunafanya, na tunahakikisha kwamba wateja wetu, clients wetu wote, tunahakikisha kwamba ubora wa kazi utakuwa ni ule kwa sababu alikuwa anafanya kazi na sisi as a teamwork. Kwa hiyo tunaahidi ya kwamba tutaisimamia kampuni na kila kitu kitaenda sawa.